Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yapo mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Rais wa Marekani Donald Trump huenda akamlazimisha Volodymyr Zelensky kufuata sheria zake. Mchambuzi wa zamani wa shirikisho la ujasusi la Marekani CIA Larry Johnson anasema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Urusi alipoulizwa iwapo kiongozi huyo wa Marekani anaweza kumlazimisha mkuu wa serikali ya Kiev kufuata sheria zake. Mkuu huyo alisema ana uwezo, hakika ana uwezo, lakini ana nia, hilo sijui. Alisema kulingana na Johnson, Trump aliingia madarakani nchini Marekani akiwa na fursa kubwa. Angeweza kusimamisha vita vya Ukraine mara moja. Umekata ugavi wa vifaa, umekata akili, unaondoa shauri wa kijeshi na kijasusi wa Marekani kutoka Ukraine. Ikatishe, Ukraine isingeweza kuendeleza vita. Kulingana na mchambuzi wa zamani wa CIA, vivyo hivyo ikiwa Trump angesimamisha msaada wote wa kijeshi kwa Israeli, vita vya mauaji halaiki huko Gaza vingemalizika. Badala yake ameendelea kuwawezesha wote wawili. Kwa hivyo, unajua, kuzungumza ni jambo moja, vitendo ni jambo jingine. Nadhani Warusi wameonyesha uvumilivu mkubwa wa kusikiliza mazungumzo ya Donald Trump, hasa katika mazungumzo ya faragha. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amepuuzilia mbali ripoti ya jarida la Wall Street Journal ya Marekani kuondoa vikwazo vya mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi na kusema kuwa ni habari za uongo. Taarifa hiyo ya Wall Street Journal kuhusu idhini ya Marekani ya Ukraine kuruhusiwa kutumia makombora masafa marefu hadi ndani kabisa Urusi ni habari za uongo. Marekani haina uhusiano wowote na makombora hayo popote yanapotoka, au Ukraine inafanya nini nayo, aliandika kwenye jukwaa la Trust. Hapo awali jarida la Wall Street Journal liliweza kuripoti likiwanukuu maafisa utawala wa Marekani kwamba Washington imeondoa kizuizi kikubwa kwa matumizi ya Ukraine ya baadhi ya makombora yanayotolewa na nchi za magharibi kufanya mashambulizi ndani ya Urusi. Vile Volodymyr Zelensky anajikuta katika mkwamo wa kisiasa, huku kukiwa na mafanikio ya wanajeshi wa Urusi na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kutosambaza makombora ya meli ya Tomahawk kwa Kiev. Mchambuzi wa kisiasa wa Marekani na mwenyeji wa Urusi UP Close Eddie Gonzalez anasema wazo la kombora ya Tomahawk kwa Ukraine lilianzishwa kwa mara ya kwanza na Zelensky mnamo Septemba na Trump wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa. Zelensky sio mwanamkakati wa kijeshi. Ninaamini aliambiwa aombe silaha hii maalum. Washikaji wa Zelensky wa Ulaya walimwambia hatuwezi kukusaidia, nenda kamuulize Trump, mtaalamu huyu alisema. Vilevile rais Trump amesema Marekani haitarusha makombora ya Tomahawk, huku kujifunza jinsi ya kuyatumia itachukua miezi 6 hadi 12. Tatizo la Tomahawk ni kwamba watu wengi hawajui itachukua angalau miezi 6 kwa kawaida, mwaka kujifunza jinsi ya kuzitumia. Ni ngumu sana. Kwa hivyo njia pekee ya Tomahawk itapigwa risasi ni ikiwa tutaipiga risasi, na hatutafanya hivyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House kabla ya mazungumzo na mkuu wa NATO Mark Rutte. Kiongozi huyo wa Marekani alisisitiza kwamba kile alichokiita mkondo mkubwa wa kujifunza kitahitaji miaka ya mafunzo makali. Anasema tunajua jinsi ya kuitumia na hatutakuwa tunafundisha watu wengine, aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha imani kuwa Urusi iko tayari kufanya mazungumzo ya amani nchini Ukraine na kufanya makubaliano. Anasema nadhani sasa yeye rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kujadiliana zaidi kidogo, na nadhani yuko tayari kufanya makubaliano, tutaona, Trump amesema kwenye kikao cha habari katika ikulu ya White House Jumatano kufuatia mkutano wake na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Lakini utawala wa Washington uko tayari kufanya mikutano na maafisa wa Urusi mradi tu mawasiliano hayo yatachangia kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema alipokuwa akichukua maswali ya waandishi wa habari kabla ya kusafiri kuelekea Israeli. Vile wanajeshi wa Urusi wameharibu baadhi ya ngome za jeshi la Ukraine katika msitu wa Sinelnikovo na kuingia haraka katika makazi ya Sinelnikovo katika mkoa wa Kharkov na kupata mwelekeo kwenye viunga vyake vya kaskazini, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anaripoti. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya kijeshi vya kituo cha mapigano cha Russia vimeharibu kituo cha kudhibiti drone kutoka kwenye mitambo ya 240 ya Chuilpan katika umbali wa zaidi ya kilomita 15 kwenye eneo la mstari wa mbele wa Krasnomaysk katika Jamhuri ya Watu Donetsk, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Alhamisi. Vilevile malengo rasmi ya Urusi kwa operesheni maalum ya kijeshi bado hayajabadilika, zinatumika kama msingi wa majadiliano na Marekani
na mataifa mengine kuhusu kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari, "Nikwambie hivi, hatujamaliza." Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia makazi kwenye mkoa wa Belgorod kwa zaidi ya ndege 120 zisizo na rubani na kurusha zaidi ya risasi 15 katika muda wa saa 24 zilizopita, makao makuu ya operesheni ya eneo hilo yameripoti. Wanajeshi wa Urusi wamevamia miundombinu ya nishati ya sekta ya kijeshi na viwanda ya Ukraine, lakini pia wamevamia maeneo ya kuhifadhia ndege zisizo na rubani na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na kwa leo tu jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1580 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vikosi vya Ukraine vimezidisha mashambulizi yao kwenye peninsula ya Crimea kwa lengo la kuzua machafuko na kukuza hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wa eneo hilo katika nyanja ya habari ya kimataifa, kulingana na Volodymyr Konstantinov, spika wa bunge la Crimea. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.